Je, umewahi kusikia kwamba huyu mtu hajitambui? Katika mtazamo wa kawaida unaweza kudhani ni jambo ambalo halina ushahidi wa kitaalamu. Ili kubaini kiwango cha kujitambua kwa vijana nchini Tanzania, shirika la Uwezo Tanzania kwa kushirikiana na Milele Zanzibar Foundation, Okode na Chuo Kikuu cha Dar es Salaam walifanya utafiti wa kupima kiwango cha stadi za maisha na maadili kwa vijana wa Tanzania bara na Zanzibar kupitia mradi wa Alive unaofanyika Afrika Mashariki. TriGen Media imezungumza na afisa program mwandamizi wa mradi wa Alive kutoka Milele Zanzibar Foundation, Samson Sita, katika programu ya mafunzo ya uandishi wa habari wa tija kuhusu masuala ya stadi za maisha na maadili. Na kwanza hapa anaanza kuelezea stadi za maisha ni nini hasa. Tunavyosema stadi za maisha kuna maana nyingi, lakini kwa ufupi sana ni stadi ambazo zinamwezesha mtu kuishi kwa maana ya kuhusiana na watu, lakini pia zinamsaidia kujitambua yeye kama yeye na kudhibiti hisia zake na mambo mengine. Lakini tatu ni ambazo zinamsaidia namna ya interact au kushirikiana na watu wengine ili kuweza kutatua changamoto mbalimbali za maisha. Kuna tafiti zozote mlizozifanya kuhusiana na stadi za maisha na ni makundi gani hasa mliyalenga? Asante. Kupitia huu mradi wetu, na kwa sasa tunasema ni movement, programu ya stadi za maisha ambayo inaitwa Action for Life Skills and Values in East Africa, kwa kifupi Alive, tumeweza kufanya tafiti kubwa kadhaa, lakini tukianza na ile ya mwanzo tulifanya mwaka wa 2020 mpaka 2022. Ulikuwa ni utafiti uliokuwa unapima stadi za maisha kwa vijana wa miaka kuanzia 13 mpaka 17, na ulifanyika kwa vijana takriban 17,000 kwa upande wa Tanzania, na kwa East Africa kwa maana ya Kenya, Tanzania na Uganda takriban vijana 45,000 walipimwa katika maeneo ya kupimia. Kwa upande wa Tanzania tuliweza kufikia wilaya 45 ikiwa inajumuisha wilaya 11 upande wa Zanzibar pamoja na wilaya 34 kwa upande wa Tanzania bara. Na tulikuwa tumejikita katika kuwapima kwenye stadi za maisha tatu ambazo ni stadi ya kujitambua, stadi ya utatuzi wa matatizo, stadi ya ushirikiano pamoja na value au tunasema tunu ya heshima. Okay, kujitambua hapo, tukae kidogo hapo. Ni vitu gani unapozungumza mtu kwamba unamtathmini katika stadi ya kujitambua? Ajitambue katika maeneo gani? Naam, stadi ya kujitambua ni pana kidogo. Kwanza kabisa kuna kujitambua kwa ndani kwa mtu binafsi mwenyewe, kwa maana ya uwezo wa kudhibiti hisia zake, uwezo wa kudhibiti mihemko, uwezo wa kudhibiti stress au msongo wa mawazo. Hiyo tunasema ni internal self awareness au kujitambua kwa ndani. Lakini katika study hiyo kuna dimension nyingine au kundi lingine ni external au study ya kuhusiana na wengine. Kwa hapa ni uwezo wa mtu kuweza kuchukulia hali za watu wengine, anapokuwa akihusiana na watu wengine aweze kufahamu matendo yake yanaweza yakaathiri vipi watu wengine, anavyoweza kuwahurumia wengine, kama kile kitu wanasema ushirikeli, kwamba ile namna ambavyo unaweza ukauchukulia kitu anachopitia mwingine ukaweza kuelewa ni nini anapitia. Kwa hiyo nayo ni aina ya kujitambua ambayo inakuwa ni kujitambua kwa nje, tunasema external self awareness. Kwa hiyo tuliweza kupima hiyo katika uwanda huo, lakini tuliangalia eneo zaidi la kujidhibiti mwenyewe au self management, ambapo katika vijana wote ambao walipitia kupimwa pia tuliweza kuangalia ni kwa namna gani wana mahiri gani katika eneo la stadi ya kujitambua kwenye. Samson, hapo umri ulikuweje? Naam, tulipima vijana wa miaka 13 mpaka 17, umri ambao tulichagua kwa malengo ya kwamba ni umri wa vijana ambao wanaingia balehe, na ni kipindi ambacho unaweza ukaona sifa nyingi za kijana ambaye anaanza kukua, kubadilika, kujitambua. Kwa hiyo ni sifa nyingi ambazo tulikuwa tunataka kuzichunguza, ilikuwa ni rahisi kuweza kuziona kwa vijana wa umri huo, na tuliwafuata majumbani kabisa. Hatukujiconfine au kujiweka shuleni tu, tulikuwa tunapima kwenye level ya kaya. Kwa hiyo tuliweza kupata vijana ambao ilikuwa ni interesting, na tuliweza kuona jinsi ambavyo wanaonyesha mahiri katika maeneo hayo. Kwa muhtasari tu, matokeo yalikuwaje ili tuweze kujua sasa kiwango cha kujitambua? Mlibaini nini? Asante sana. Kweli matokeo kwa ujumla ukiangalia
haikuwa hali nzuri sana, na ni utafiti ndio umesema, sio sisi. Lakini nikiangalia katika study hizo zote tulizopima tatu, tukianzia na hii ya kujitambua, kwa upande wa Tanzania tu, 10%, tukiangalia kwa Tanzania bara, 10 ya vijana ndio walionekana wana uwezo wa kujitambua kwenye level ya juu. Tunaposema kwenye level ya juu, ina maana ni wale ambao wameweza kudhibiti hisia zao wanapokutana na hali ambayo ni vitu labda hawavipendi, au wameweza kufanyiwa kitu ambacho si sahihi kwake. Namna ambavyo wanaishughulikia hiyo hali ndio maeneo tulikuwa tunapima. Kwa hiyo ilionekana 10% kubwa, sasa ni 90, ambao umahiri zao kwenye eneo la study hiyo zipo chini. Sio hawana kabisa, zipo chini. Lakini study nyingine ya utatuzi wa matatizo pia tuligundua vijana wengi wana hali za chini, kwa sababu inaonyesha kwa mujibu wa utafiti wetu 8% ya vijana wa Tanzania ndio wana uwezo wa juu wa kutatua matatizo, yani kiwango kile cha umahiri. Ina maana 92 wana uwezo wa chini wa kuweza kutatua changamoto zao mbalimbali. Kwa hiyo tulipima hivyo na hali ya ushirikiano, ambayo kidogo kwenye ushirikiano ilikuwa 11% ya vijana ndio wanaonekana wana uwezo wa kushirikiana na wengine. Tunaposema ushirikiano, ina maana study ndogo, uwezo wa kuwasiliana, uwezo wa kunegotiate au kukubaliana na wengine, uwezo wa kushiriki katika kufanya wanapofanya vitu kwa pamoja au participation, uwezo wa kupangilia wanapokuwa wakifanya shughuli kwa pamoja. Kwa hivyo vyote vilikuwa vinajumuisha na kuonyesha ni kwa kiwango gani kijana au vijana waliopimwa wana uwezo wa ushirikiano kama study. Najua kulikuwa na vigezo mbalimbali. Ni kitu gani ambako unakumbuka? Unajua umetoka kwenye utafiti, unakumbuka kwamba mfano kijana mmoja alivyojaribiwa katika hili alirespondi katika hili? Naam, ni vigezo vingi tulikuwa tunatumia, lakini zana ambayo tulikuwa tunaitumia ambayo ilichukua takriban miezi 10 kuitengeneza na kuipima, kwa kutegemea na study. Nikiangalia kwa mfano study moja ya utatuzi wa matatizo, vitu ambavyo tunaangalia ili kuweza kupima, unavyokuwa unasema huyu ana uwezo wa utatuzi wa matatizo, jambo la kwanza awe na uwezo na aonyeshe uwezo wa kutambua tatizo, kwa sababu mtu asipolitambua tatizo hawezi kulishughulikia. Alafu pili, awe na uwezo wa kutafuta taarifa mbalimbali kutoka vyanzo mbalimbali kuhusu hilo tatizo. Na tatu, awe na uwezo wa kutafuta machaguo mbalimbali ya kutatua hiyo tatizo. Na 4, awe na uwezo wa kuchagua suluhisho bora la hilo tatizo, na awe na uwezo wa kuelezea kwa nini hilo ni bora kuliko suluhisho mengine yaliyopo. Na kisha akitekeleza hilo suluhisho lake anakuwa amejikwamua. Kwa hiyo ndio ilikuwa tunapima kwa kuangalia nyanja hizo mpaka kufikia kusema sasa huyu ana level ya kwanza au ya pili, ya tatu au ya 4 ya utatuzi wa matatizo. Na level ya 4 au kiwango cha 4 kupitia kipimo chetu kile au rubric ndio ilikuwa inaonyesha ni yule ambaye ana uwezo wa juu, na ndio uwezo wa umahiri wenyewe wa utatuzi wa matatizo. Wengine wanakuwa na viwango vya chini, bado vinapanda kidogo kutokana na ameweza kujibu na kiashiria ameweza vitu vingapi kati ya hivyo. Namna hiyo, mtazamaji, huyo ni Samson Sita kutoka Taasisi ya Milele. Shukrani sana. Asante sana. Bila shaka tutaendelea katika sehemu ya pili, tuone mambo mengi sana, kwa sababu takwimu hizo zinatisha. Naam, asante sana. 10% kubwa hawajitambui katika hayo. Kwanza kujitambua tu na kuto kujitambua ni changamoto. Naitwa Leonard Mubali, tukutane tena katika sehemu ya pili ya mahojiano.